Tuangalie watu wakuu wanaposhindwa vitu, nini wanakitafuta? Kitabu cha Mathayo sura 17 mstari wa 14. Kitabu cha Mathayo, soma bali. Mathayo mtakatifu 17 ndio kwanza mstari wa 14. Mstari wa 14. Nao walipofikia mkutano, akasema nao walipofikia mkutano, mtu mmoja akamjia. Akasema mtu mmoja akamjia. Pengine mtu mmoja ni mimi na wewe siku ya leo. Yes. Na Mungu akupe haja ya moyo wako. Amen. Kitendo cha wewe kutoka nyumbani kuja hapa, kuna neema utaondoka nayo kwa jina la Yesu. Kuna majibu leo Bwana ataenda kukupatia. Amen. Sema mimi ni mtu mkuu. Mimi ni mtu mkuu. Mtu mmoja akamjia. Mtu mmoja akamjia. Ndio. Akampigia magoti. Akampigia magoti. Akasema, Bwana unirehemu. Bwana unirehemu. Mwanangu kwa kuwa ana kifafa. Rudia pale. Bwana unirehemu. Bwana umrehemu mwanangu. Bwana umrehemu. Kwa kuwa akasema Bwana umrehemu mwanangu. Ndio. Bwana umrehemu mwanangu. Ndio. Kwa kuwa ana kifafa. Kwa kuwa ana kifafa. Ndio. Bwana umrehemu mwanangu kwa kuwa ana kifafa. Ndio. Na kuteswa vibaya ndio mara nyingi mahini. Kitabu cha Mathayo sura ya 17, Mathayo 17 mstari wa 14 nitasoma mstari wa 14. Nao walipofika mkutano, mtu mmoja akamjia, akampigia magoti akisema, Bwana umrehemu mwanangu kwa kuwa ana kifafa na kuteswa vibaya, maana mara nyingi huanguka motoni na mara nyingi majini. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema alipokuja mkutano mkubwa ukamjia, na mtu mmoja akaja akaanguka mbele yake, akamwambia, Bwana umrehemu mwanangu, maana mara nyingi huanguka. Kwa jina la Yesu hautaanguka kwenye biashara. Kwa jina la Yesu hautaanguka kwenye wokovu. Chochote utakachokifanya kikasimame daima na kitakuzalia matunda kwa jina la Yesu. Hiyo roho ya kuanguka haitakuwa kwenye watoto wako. Roho ya kuanguka haitatembea na wewe. Chochote utakachokipanda na kikaote na kuzaa kwa jina la Yesu. Akasema mrehemu mwanangu, maana mara nyingi huanguka. Ndio. 16 mstari. 16. Nikamleta kwa wanafunzi wake. Akasema nikamleta kwa wanafunzi wasiweze kumponya. Na wasiweze kumponya. Yesu akajibu. Akasema. Enyi kizazi kisichokuwa na imani. Enyi kizazi kisichokuwa na imani. Kilichopotoka. Nitakaa pamoja nanyi. Nitakaa pamoja na nyinyi mpaka lini? Ndio. Soma. Nitachukuliana nanyi hata lini? Mleteni huku. Akasema mleteni huku kwangu. Ndio. Yesu akamkemea pepo, naye akamtoka. Yule kijana akapona tangu saa ile. Akasema yule kijana akapona tangu saa ile. Na leo utapona kwa jina la Yesu. Tangu saa ulipoingia hapa Bwana ameshakuponya. Bwana akaponya ile biashara yako. Bwana akaponya ile ndoa. Bwana akaponya elimu ya watoto wako. Kila roho ya kuanguka haitasimama kwako. Akasema Bwana akamponya tangu saa ile. Ndio. Kitendo cha wewe kuja tangu saa ile ulipokanyaga tu hapa. Duniani chini ya mtumishi wa Mtume Baraka, Bwana ameshayaponya maisha yako kwa jina la Yesu. Yes. Haleluya. Amen. Endelea kusoma 19 mstari. 19. Kisha wale wanafunzi wakamwendea Yesu. Akasema kisha wale wanafunzi wakamwendea Yesu kwa faraga. Wakasema, mbona sisi hatukuweza? Akasema mbona sisi hatukuweza kumtoa. Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Yes. Kwa maana amini nawaambia, kiwa na imani, akasema yes, kiasi cha punje ya haradali, mtawaambia mlima huu ondoka, hapa uende kule, nao utaondoka, wala halita kuwapo neno lisilowezekana kwenu. Endelea lingine 21 mstari. 21. Lakini namna hii haitoki. Kwa namna hii. Lakini kwa namna hii haitoki kusali na kufunga. Chapeni soma kofi na vigelegele. Yesu ni rahisi kusema. Wanafunzi wa Yesu wakati Yesu yuko mlimani wakaletewa mtu ambaye ana pepo la kifafa.
Na Biblia tulivyoisoma, Biblia ya habari njema inatuambia kwamba wanafunzi wa Yesu walishindwa kumponya yule mtu. Haleluya. Na yule mwanamke akaenda akamwambia Yesu, nimemleta kwa wanafunzi wako kwa sababu hawa unatembea nao, hawa uko nao, nikajua ile neema uliyokuwa nayo iko ndani yao, lakini wameshindwa kumponya. Amen. Yesu akasema, mlete kwangu. Haleluya. Amen. Na Yesu, na Biblia inasema wakati Yesu alipomponya yule kijana, wanafunzi wa Yesu, kwa sababu ndani yao wana roho za kuwa wakuu, wana roho za kuwa kama Yesu, wanataka kufanana na Yesu, wakakaa chini wakajiuliza, kwa nini sisi tumeshindwa kumtoa yule pepo? Amen. Kuna wakati lazima ukae chini ujiulize, kwa nini mimi nimeshindwa kufanana na mtu fulani? Kwa nini mimi nimeshindwa kufanya biashara? Kila wakati nikifanya mtaji unakufa. Watu wenye roho za ukuu lazima wakae chini watafute majibu. Hawatoanza kulaumu watu. Amen. Hawajaanza mitume kulaumiana kwamba yamkini wewe una dhambi, wewe ndio wewe uliosababisha sisi hatukumponya huyu mtu. Yamkini wewe bado kuna vitu umevishikilia. Walikaa chini wakajiuliza, tatizo lililosababisha sisi tumeshindwa kumponya huyu mtu ni nini? Kuna wakati mtu wa Mungu lazima ukae chini ujiulize, nini kinaendelea kwenye familia? Kwa nini familia yetu hatufanikiwi? Kwa nini sisi ni watu wa kushindwa? Kwa nini kila anayeinuka anafutika? Amen. Watu wakuu huwa lazima watafute majibu katikati ya changamoto. Wanafunzi wa Yesu walikutana na hiyo changamoto. Ni rahisi kusema kwamba sisi hatuna hiyo neema ya Yesu, mpelekee kwa Yesu, mpelekee Yesu mwenyewe ndio ataponya. Ni rahisi kusema sisi hatuna huo upako. Ni rahisi kusema sisi sio kama Yesu. Lakini walikaa chini wakajiuliza kwamba hata sisi tuna uwezo wa kufanya kama Yesu atakavyofanya. Na wewe lazima ukae chini ujiulize kwamba hata mimi nina uwezo wa kufanikiwa kama fulani alivyofanikiwa. Hata mimi nina neema ya kumtumikia Mungu kama fulani anavyomtumikia Mungu. Hata mimi nina uwezo wa kuleta mabadiliko kwenye familia yetu kama fulani alivyoleta mafanikio. Ukiamini na kujiuliza maswali kwamba mimi ni mtu mkubwa, lazima nilete mabadiliko. Yes. Amen. Haleluya. Wakakaa chini wakajiuliza, kwa nini sisi tumemshindwa? Wakatafuta sababu ni nini? Amen. Lazima utafute sababu. Kwa nini kila wakati naokoka na kuanguka? Kwa nini kila wakati nakwama hapa? Kila nikisema nimeenda kwenye level fulani ninaporomoka. Lazima utafute chanzo cha hayo matatizo. Naongea na watu wakuu. Amen. Hebu wapige makofi kwa jina la Yesu. Haleluya. Biblia inasema Yesu wakamuita Yesu, wakamuuliza, ni kwa nini mwalimu sisi tumeshindwa kumtoa pepo? Lazima ukae chini na kutafakari. Uende mbele za Mungu, umwambie kwa nini sisi kwetu tunaolewa na kuachika? Kwa nini kwetu kila anayefanikiwa anakufa? Kwa nini kwetu kuna roho ya kutokuzaa watoto wa kiume? Wakizaliwa wa kike wanaishi, wakizaliwa wa kiume wanakufa. Lazima na wewe utafute majibu mbele za Mungu. Uende mbele za Mungu, umuulize Mungu kwa nini. Umwambie mimi ndio nitakayeleta majibu kwenye hiyo changamoto. Amen. Ni wewe na mimi siku ya leo. Haleluya. Amen. Haleluya. Na ndio maana nakwambia wewe ni mtu mkuu, na wewe ndio utakaoleta majibu katikati ya changamoto kwenye familia. Wewe ndio mtu mkuu utakaoleta majibu katikati ya watu wanaolia. Haleluya. Ninaongea na watu wakuu. Amen. Haleluya. Yesu akawaambia, akawapa hiyo siri, akawaambia kwa namna hiyo mliofanya haiwezekani bali kwa kufunga na kuomba. Haleluya. Maana yake maswali waliokuwa wanayojiuliza ni kwa nini sisi tumeshindwa, wakapewa majibu
watu wakubwa huwa hawalaumu watu, wanatafuta majibu, wanatafuta njia. Amefanya biashara imefeli, anasema kesho nitarudi tena, nitatafuta mtaji, nitapata, nitaenda pale pale. Amekuja amemuomba Mungu hajapata, anasema kesho nitarudi, kwa sababu ndani yake anasikia roho ya ukuu. Kuna watu natakiwa wapate majibu kupitia wewe. Haleluya. Kuna watu inatakiwa wapone kupitia wewe. Ukikutana nao naambia kwa jina la Yesu, inuka na uangaze, hautoishi maisha yao ulionayo. Yes. Anapata imani, anainuka kwa sababu wewe una majibu ya watu. Amen. Ni wangapi sahihi wanapitia mateso makubwa lakini hawajui wapi wataenda? Ni wangapi sahihi wamelala vitandani? Habari njema kama wewe uliyosikia kwao bado hawajaisikia. Haleluya. Kuna watu wewe unatakiwa wapelekee majibu. Ujiulize, kwa nini huyu mtu tabia hawezi kuiacha? Kwa nini huyu mtu maisha haya hatoki? Kwa nini sisi kwetu tuko huku? Lazima ukae chini na kutafakari, kumwambia Mungu, hapana, mimi nimesimama kama Musa, nitaleta wokovu kwenye hiyo familia, nitaleta majibu kwenye familia yangu, nitaleta majibu kwenye taifa lao. Yamkini wewe ni mtu mkuu, unasubiriwa wewe, lakini bado haujajielewa. Sema, mimi ni mtu mkuu. Mimi ni mtu mkuu. Haleluya. Mchapie Yesu makofi na vigelegele. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tabia za mtu mkuu huwa ni mtu ambaye anajali muda. Haleluya. Anajua kabisa lazima nipambane, nifanikiwe katika muda nilionao. Sio mtu wa kupoteza muda. Mtu mwenye roho ya ukuu huwezi ukamkuta amekaa masaa 2-3 anaangalia tamthilia iliyochezwa mwaka 1992. Kipindi hicho hata wewe hujazaliwa. Haleluya. Mtu mkuu ni mtu anayejali muda, anayefanya vitu vyake katika muda. Kama Biblia imesema, nendeni ulimwenguni mkaukomboe wakati. Sababu ndani ya muda ndipo kulikobeba mafanikio yako. Haleluya. Lazima mtu mkuu aende katika muda. Awe ni mtu anayejali muda. Hawezi akakaa masaa 2 anamjadili mtu fulani. Mumeona mama fulani, yule mumeona jinsi alivyo. Unamjadili mtu, ujue wewe una sifa za kuwa mtu mkuu. Mtu mkuu siku zote anajitamkia baraka. Akitembea anasema nitafanikiwa. Akisemea anasema nitaleta majibu. Akikuta watu wanalia akasema usilie tena, maana yupo Bwana wa majeshi aliyeniokoa mimi na wewe atakuokoa. Hizo ndio sifa za mtu mkuu. Haleluya. Lakini ukimkuta mtu mwenzako anakuelezea shida, unasema acha. Siku hizi hakuna wanaume wa namna hiyo. Wote ni mamua. Bora ukae ulivyo, bora hivi. Unajua huyo mtu ana roho ya kuua. Amen. Haleluya. Hana majibu. Sema, mimi ni mtu mkuu. Mimi ni mtu mkuu. Nitaleta majibu ndani ya taifa langu, ndani ya kanisa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wewe ni mtu mkuu. Usitembee katika hali ya kujidharau. Na ndio maana Mungu amekuokoa huko hapa. Na ndio maana ndugu zako waliokoka, lakini kwa nini wewe umeokoka? Wewe ndio unatakiwa usimame uwafanye na wewe Mungu unayemtumikia akaokoe wale. Haleluya. Upeleke majibu kwa watu, sio upeleke mabaya kwa watu. Amen. Haleluya. Sio upeleke lawama kwa watu, kwamba kama sio fulani isingekuwa hivi, kama sio fulani ingekuwa niko mbali. Hizo ni stories za watu walioshindwa. Stori za watu wakuu, kila wakitembea wanasema mimi ni tajiri. Hata kama hana kitu anatamsema mimi ni tajiri. Hata kama hajala chochote anasema mimi nitakula. Ni mtu anayejitamkia kushinda. Haleluya. Hata kama anaumwa ni mguu anaushika, anasema huu mguu umepona na nitaenda kanisani kwa jina la Yesu. Hata kama ni kichwa hakitomlaza ndani, anakishika anasema nitapona kwa jina la Yesu, nitaenda kanisani. Amen. Roho za watu wakuu. Haleluya. Na leo tutazisemesha hizo roho. Utakapotoka hapa utafanya vitu vyako katika hali ya ukuu. Hautofanya katika hali ya kujidharau tena. Amen. Hautofanya katika hali ya kujipuuzia tena. Amen. Unajua kuna watu wanafanya vitu lakini tayari wao wenyewe wameshaviua. Wao wenyewe wameshadharau kwamba mimi sifiki popote.
kwamba mimi acha tu nikae hapa ili mradi nisionekane sifanyi kazi. Umeshamaliza. Lazima utamkie unachokifanya. Ukiunganishe na ufalme wa Mungu. Sasa Biblia inasema mdogo atakuwa 1000. Kama mdogo atakuwa 1000, unachokifanya unakitamkia kwamba hiki lazima kitaongezeka. Hiki kitaleta majibu, hiki kitaleta mafanikio, na kupitia hiki nitakuwa mtu mkuu. Haleluya. Unatafuta njia ya wewe kupita. Unatafuta njia na wengine upite kwenye hiyo njia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana hata mimi leo ninahubiri hapa. Tayari mtume ameshatengeneza njia ya mimi kuhubiri hapa siku ya leo. Maana kama si yeye pengine nisingekuwepo kwenye eneo hili, ingekuwa sehemu nyingine. Haleluya. Hata wewe kuna watu ambao kuna majibu yao. Kuna watu sasa hivi hawajui wapi pa kwenda. Unatakiwa waambie neno la Mungu, neno la ushindi, waambie baraka, waambie mambo ya habari njema, na imani zao zitainuka na kumjua Mungu unayemtumikia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende tukaangalie kwenye kitabu cha Luka sura ya 19 pale. Tumwangalie mtu mkubwa naye. Mtu mkuu. Mtu mwenye kutaka kwenda kufanya mambo makuu huwa ni mtu mwenye bidii, sio mtu mvivu. Luka 19 mstari wa kwanza. Kwanza mstari wa kwanza. Ndio. Naye alipoingia Yeriko akasema katikati yake. Naye alipoingia Yeriko akapita katikati yake. Na tazama, palikuwa na mtu mmoja jina lake Zakayo. Ndio. Mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Mchapie Yesu makofi na vigelegele. Mchapie Yesu makofi na vigelegele. Kama wewe ni mtu mkubwa, piga makofi na vigelegele. Kama wewe ni mtu tajiri, piga makofi na vigelegele. Haleluya. Amen. Umeona sifa za huyu bwana mkubwa. Biblia inasema wakati Yesu anapita Yeriko katikati yao, palikuwa na mtu mmoja jina lake Zakayo. Na huyu mtu alikuwa na sifa zake, na Biblia ilizisema. Akasema ni mtu mkubwa. Sema mimi ni mtu mkubwa. Sema mimi ni mtu mkubwa. Haleluya. Akasema ni mtu mkubwa. Haleluya pale. Mstari wa pili. Na tazama, palikuwa na mtu jina lake Zakayo. Palikuwa na mtu jina lake Zakayo. Mkubwa mmoja katika watoza ushuru. Mkubwa mmoja, kana wewe ukawe mkubwa mmoja kwenye familia yako. Ukawe mkubwa mmoja kwenye hiyo biashara. Ukawe mkubwa mmoja kwenye kanisa. Ukawe mkubwa mmoja kwenye hiyo familia. Akasema palikuwa na mtu mmoja mkubwa. Ndio. Jina lake Zakayo. Jina lake Zakayo. Katika watoza ushuru. Hiyo tunaitoa tajiri. Hiyo tabia moja ndio tunaitoa. Ya ushuru. Ya ushuru. Sema amina. Amen. Haleluya. Alikuwa na sifa zake, lakini moja tu ilikuwa sio nzuri. Lakini hizo sifa zote zitakuwa kwako kwa jina la Yesu. Haleluya. Amen. Akasema naye ni nani? Jina lake Zakayo. Ndio. Mkubwa mmoja katika, naye ni tajiri. Naye ni sema mimi ni tajiri. Sema nakataa maskini kwa jina la Yesu. Sema nakataa maskini kwa jina la Yesu. Sema mimi ni tajiri. Mimi ni tajiri. Haleluya. Amen. Unajua kuna mwingine anasema mtumishi, ungejua unayopitia. Ambacho kikili ndicho kinachokuwa. Biblia inasema aliye dhaifu aseme nina nguvu sasa. Aliye dhaifu aseme nina nini? Nina nguvu. Haleluya. Maana wewe ni tajiri kwa jina la Yesu. Amen. Hautakuwa maskini. Sababu Biblia yenyewe inakataa kwamba sisi sio maskini. Kwa nini unakaa na kujiona kwamba wewe ni maskini? Sema najiona ni tajiri. Najiona mtu mkubwa tajiri. Na mimi nakuombea kwa jina la Yesu. Ukawe mtu mkubwa kwa jina la Yesu. Ukawe mtu mmoja tajiri kwenye familia. Ukawe mtu mmoja tajiri kwenye ukoo. Ukawe mtu mmoja tajiri kwenye nchi. Haleluya. Sema mimi ni tajiri kwa jina la Yesu. Hata hapo ulipo ufikaye ukajiona wewe sio tajiri, sema mimi ni tajiri. I'm rich. Mimi ni tajiri. I'm rich. Unachokikiri ndicho kinachokuwa. Yes. Aliye dhaifu aseme mimi nina nguvu. Aliye dhaifu aseme mimi ni hodari.
Maana yake Mungu anataka tukiri kushinda. Yes. Tusikiri udhaifu, unavyokiri ndivyo inavyokuwa. Amina. Haleluya. Amen. Kwa kinywa mtu ukiri na kupata nini? Kupata wokovu. Maana yake unapokiri mimi ni tajiri, mimi ni mtumishi wa Mungu, mimi ni mwana maombi, mimi ni mfanyabiashara mkubwa, watoto wangu ni mawaziri, watoto wangu ni wabunge, watoto wangu ni viongozi, ndivyo inavyokuwa kwa jina la Yesu. Haleluya. Mungu akubariki. Haleluya. Amen. Hiyo ndio roho ya mtu mkubwa. Yes. Unakiri. Sio mtoto amekuja amepata sifuri unasema wewe hiyo kichwa ni kama ya baba yako hii. Amen. Unashika hicho kichwa na mwanangu, usiogope mwanangu, wewe ni mtu mkuu. Kuna majibu unatakiwa uyatoe kwa watu. Wewe ni mtu mkuu. Wewe ni kiongozi wa taifa hili. Urudi tena na safari nyingine utakuwa kichwa. Maana imeandikwa hautakuwa mkia bali utakuwa kichwa kwa jina la Yesu. Anapotoka pale anatembea kwenye akili yake, anajua mimi ni mtu mkuu. Kwa nini nimepata sifuri? Ataanza kwenda juu wala sio kurudi chini. Haleluya. Wakati mwingine vinywa vyetu vinatugharimu, vinatupeleka babaya. Amen. Namwambia mtoto acha tu aende apate ya kusomea vibao huko njiani. Unaweza kukuta mahali pameandikwa usingoje hapo unakojoa faini 50. Sasa nenda tu upate ya kusomea. Anatembea na ile roho. Akishajua tu kusoma biashara imeisha. Lakini kumbe kinywa chako kina uwezo wa kuitengeneza kesho yako. Maana yake Biblia inasema kila atakaye maisha mema na auzuie ulimi wake usinene nini? Wewe unasema nini? Unajitamkia nini hata unapoamka? Mwingine anakuambia mama fulani unaenda wapi? Naenda tu Samunge kuzurura. Kwani kuna biashara sasa hivi? Yaani kule unaenda kuzurura. Kwa sababu ndivyo ulivyojitamkia. Lakini unasema ninaenda kufanya biashara. Kwa jina la Yesu ninaenda kufanya biashara. Kwa jina la Yesu ninaenda kuleta matokeo makubwa na nitarudi na matokeo. Lakini vile unavyokiri ndivyo adui anaposimama kwenye yale maneno. Anatembea nayo. Ukiambiwa na mtumishi wa Mungu umepona, tembea na hilo neno kwamba umepona. Ukiambiwa nenda ukafanye kazi, nenda na hilo neno utaenda kufanya na utafanikiwa. Unatembea katika hali ya ujasiri. Nini unachokitamka? Mwambie jirani yako unatamka nini? Unatamka nini? Mwambie wewe ni mtu mkuu. Wewe ni mtu mkuu. Haleluya. Hata mtoto wako kama anakula vibaya, usimwambie wewe ni mbwa wewe. Unakula kama hapana, unamkamata kichwa chake. Unamwambia mwanangu, watu wakubwa hawalagi hivyo. Viongozi wa nchi hawalagi hivyo. Maprofesa huwa hawalagi hivi, wanakula hivi. Maana unaitengeneza kesho yako kupitia maneno unayotamkia. Lakini ukimwambia wewe ni mbwa, ni kweli atakuwa mbwa. Yaani akipita mtaani atakuwa zinakimbia. Amen. Sinamuogopa. Amen. Sababu akizikisemezi nawekwa kwenye kwapa. Haleluya. Ndio ile kijana anakufa yani haraka anasikwa ile asije akafufuka sababu ya tabia aliyonayo. Amen. Lakini ni vile ambavyo watu walitamka. Amen. Kuombea. Amen. Uwe na kinywa kizuri kwa jina la Yesu. Ukatamke neno na yakakujia kwa jina la Yesu. Haleluya. Amen. Akasema palikuwa na mtu mmoja mkubwa. Ndio. Rudia pale. Jina lake Zakayo. Jina lake Zakayo kubwa, ni mtu mkubwa. Sema mimi ni mtu mkubwa kwa jina la Yesu. Mkubwa kwa jina la Yesu. Ndio. Mmoja. Naye ni tajiri. Naye ni tajiri. Amen. Sema mimi ni tajiri. Mimi ni tajiri. Nakataa roho za umaskini kwa jina la Yesu. Unajua hakuna kitu kibaya kama umaskini. Yes. Umaskini ni kitu kibaya sana. Umaskini ni roho na utajiri ni roho. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na ndio maana mtu akiwa na pesa, yaani ni mtu ukiongozana naye wewe ambaye hauna hela, hata kama umemzidi umri, yule ndio anasalimiwa. Amen. Yule ndio anapokea salamu nyingi kwa sababu wewe hauna kitu. Kwa hiyo umaskini ni kitu kibaya. Amen. Haleluya. Angalia hata ndoa ya tajiri. Huwa matajiri wakigombana mke na mume. Wewe unafikiri mwanamke atasema naenda kwetu? Asemi sisi. Maana akiondoka tu ataleta mwingine atachukua zile mali. Anakuambia hapa siondoki kama unataka tugawane mali.
Lakini angalia ndoa ya mtu ambaye ana kitu. Ukimgusa, naenda kwetu mimi. Anajua nani atakuja hapo. Haleluya. Lakini tajiri asemi naenda. Anakuambia hapa baba, ukitaka tugawane. Sababu akifikiria akienda kule kwao, alikuwa anajitazama kwenye kioo kikubwa hivi, anajipodoa kule kwao, nikaleka kioo hivi. Unaweka jicho moja hivi unaliona, ndio unafanya hivi. Sasa akiyatazama maisha hayaachi, na aje tu mwingine from nowhere aje pale. Anasema hapa siondoki. Nitaka hapa, ukitaka tugawane. Sasa mwanaume akisikia mambo ya kugawana, kwa mama aishi. Lakini ndoa ya mtu ambaye ana kitu kidogo tunakwambia, yupo kule kwao. Na anajua tu kabisa nani atakuja hapo kwenye hiyo siku. Haleluya. Kwa lazima tufanye kazi. Na ndio maana mtume siku zote anatufundisha kwamba tusiwe wavivu, tufanye kazi ili tuwe watu wakubwa. Mtu mkubwa huwa halali usingizi, halali mpaka saa 4, saa 12 tu ameamka. Anawaza cha kufanya, hata kama hana kazi atatoka nje anafagia uwanja. Sio unakoroma mpaka saa 4. Unatoa pazi unachungulia bado. Wewe sio mtu mkubwa. Mtu mkubwa hata kama ana kazi, anaamka asubuhi, anaangalia nje kulikoje, anaangalia mambo yanaendaje, anafanya kazi zake ndani, anamtafakari Mungu, anajitamkia mimi ni mtu mkuu na nitatoka kwa jina la Yesu, nitafanikiwa kwa jina la Yesu. Hao ndio watu washindi. Lakini umelala umejifunika shuka hivi, si wananipigia simu, kazi sasa hivi hakuna. Nani atakufuata hapo ndani? Amen. Nasema utoke kwa jina la Yesu. Nitatoka na nitapata kwa jina la Yesu. Kama mtume aliniombea, ninaenda na lile neno. Kama alisema nitabarikiwa, na ni kweli nitaenda nitabarikiwa. Hao ndio watu wakubwa. Haleluya. Amen. Lazima tuwe ni watu wa kufanya kazi na maombi ili umaskini usitajwe kwetu. Biblia ilisema umaskini hautotajwa kwenu. Na sisi wana wa Mungu duniani, mtu wa Mungu uliokaa hapo na kutamkia umaskini hautotajwa kwenu. Umaskini hautotembea na wewe. Umaskini hautotembea na vizazi vyako. Utakuwa mtu mkubwa na mwenye kuheshimika. Haleluya. Yes. Kuwa maskini kwenye familia, hata kukitokea msiba, ukifika kule ile familia inauliza fulani amekuja. Yaani wewe umekuja tangu juzi, lakini hakuna naye kuulizia sababu kuna kitu. Amen. Yaani yule mtoto mdogo mwenye pesa kila saa anaulizwa, "Hujamuona Shabani? Hivi Shabani uko wapi? Nimeshapigia simu unaniuliza. Mbona mimi nimekuja tangu juzi? Mbona hakuna mwenye habari na mimi? Mbona kitu?" Alafu yule Shabani akija sasa, yeye anachora tu nne hivi. Wanakaa na wazee wanaongea vikao. Wewe sasa, nenda kapasue kuni. Nenda kalete chumvi. Wapokee wageni. Nani mtu mkubwa lakini mtu mdogo tu mwenye hela zake. Nakataa hiyo roho. Sema nakataa kwa jina la Yesu. Sema nakataa kwa jina la Yesu. Sema sitakuwa hivyo kwa jina la Yesu. Kwa hivyo kwa jina la Yesu. Haleluya. Amen. Umaskini ni utumwa. Amen. Lazima tumshinde kwa jina la Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Unahangaishwa, nenda huku, rudi huku. Onje hiyo ama kani kama hana chumvi. Unaonja baba mzima, lakini mtoto mdogo tu yuko pale amekaa. Kitu kikiisha anambia nenda kwa mzee pale, anaitwa mzee. Nini? Pesa. Sema nitakuwa tajiri kwa jina la Yesu. Sema nitakuwa tajiri kwa jina la Yesu. Haleluya. Amen. Endelea kusoma pale mtu wa Mungu. Amen. Mstari wa 3. Huyu alikuwa akitafuta kumuona Yesu. Akasema huyu mtu mkubwa alikuwa anatafuta namna ya kumuona Yesu. Na wewe tafuta namna ya kuwa mtu mkubwa. Tafuta namna ya kuwa tajiri. Tafuta namna ya kupata baraka. Tafuta namna ya wewe kuwa mtu wa Mungu. Yes. Haleluya. Kila kitu huwa kinatafutwa. Kazi haiwezi kukufuata hapo ndani umelala. Huwa lazima utoke kwa jina la Yesu ukatafute. Huyu ni mtu mkubwa, lakini alikuwa na shida moja tu. Yesu Kristo alipo ndani yake. Na akatumia kanuni ile ile aliyotafutia mali. Anajua mimi huu ukuu nilionao nilitafuta. Anajua utajiri nilionao natafuta. Lakini kuna mtu anaitwa Yesu. Huyu Yesu nitamtafuta. Ngoja nimtafute kwa hali yoyote mpaka nimpate.
na hiyo roho iwe kwako kwa jina la Yesu. Uwe ni mtu wa kutafuta mambo makuu, uwe ni mtu wa kutafuta baraka, uwe ni mtu wa kutafuta miujiza, uwe ni mtu wa kutafuta Mungu yuko wapi, uwe ni mtu wa kutafuta majibu katikati ya changamoto. Haleluya. Usiwe ni mtu wa kutafuta umbea, hautokusaidia. Usiwe ni mtu wa kutafuta hivi fulani na fulani wakoja, hiyo haitokusaidia. Tafuta majibu, tafuta uponyaji, tafuta kuvuka, tafuta neema ya Mungu iko wapi. Haleluya. Akasema akatafuta kumuona Yesu. Kumuona Yesu. Ndio. Ni mtu wa namna gani? Akasema ni mtu wa namna gani? Maanake kitu alichokuwa amepungukiwa yule mtu ni Yesu hayupo ndani yake. Akatafuta namna ya yeye kumuona Yesu kwamba ni mtu wa namna gani. Na wewe utamuona Yesu kwa jina la Yesu. Utamuona kwenye hiyo kazi. Ukimtafuta kwa ajili ya watoto wako utamuona. Ukimtafuta kwa ajili ya ndoa yako utamuona. Ukimtafuta kwa ajili ya hiyo familia utamuona. Wewe endelea kufanyaje? Kumtafuta. Yes. Soma bali. Asiweze kwa sababu ya umati wa watu. Asema asiweze kwa sababu ya umati wa watu. Ni mfupi wa kimo. Mstari wa 4. Akasema maana ni nani? Mfupi wa kimo. Ni mfupi wa kimo. Wewe tatizo lako ni lipi? Lazima utafakari. Kwa nini sivuki? Kwa nini sioni neema ya Mungu? Kuna shida gani inayoendelea ndani yangu? Kuna changamoto gani iliyoendelea ndani yangu? Maana yake kumbe huyu Zakayo kulikuwa kama angekuwa ni mtu mrefu, kulikuwa kuna uwezekano ashamuona Yesu muda mrefu. Haleluya. Lakini kitu kilichosababisha asimuone Yesu ni hali ya ufupi aliyokuwa nao. Amen. Maanake kama ni mtu mrefu ingekuwa ashamuona. Amen. Pengine hata wewe hapo ulipo kuna neema ya Mungu unashindwa kuiona kwa sababu kuna vitu vinakuzuia usione. Amen. Kuna baraka za Mungu huwezi kuziona, unatafuta lakini bado hazikujii kwa sababu kuna kitu bado kinakuzuia, na hicho kitu leo kitaondoka kwa jina la Yesu. Huo ufupi utaondoka na utamuona Yesu kwa jina la Yesu. Haleluya. Maana yake Zakayo angekuwa ashamuona muda kama angekuwa tolo kama Mathayo. Haleluya. Maana yake angesimama na kusema Yesu yule. Lakini ufupi alionao ikawa ni changamoto kwake. Pengine hata wewe kwenye familia kuna hiyo hali ya ufupi inazuia Mungu kutokuingia pale. Pengine hata wewe kuna hali ulionayo, kuna tabia hizo ulionayo inamzuia Mungu kutokuingia kwenye familia. Amen. Haleluya. Amen. Na leo nakuombea hiyo hali iondoke kwa jina la Yesu. Nakuombea iondoke kwa jina la Yesu. Utamuona Yesu utakapomuita, na utakapomuita atatokea kwa jina la Yesu. Maanake kama tatizo la ufupi lilimzuia asimuone, maanake leo kuna matatizo mengi yanatuzuia tusione baraka zetu, tusione ukuu tulionao. Yamkini ni mazingira ya nyumbani yanakuzuia, unasema huoni chochote. Kila ukijaribu kusimama unajikuta huko pale pale. Tafuta nini kinachokuzuia usimuone Yesu. Amen. Haleluya. Tafuta nini kinachokuzuia usifanikiwe. Tafuta nini kikwazo kinachokufanya usisimame na Mungu. Tafuta nini kinachonisababisha nisiombe hapo nyumbani. Nini kinachonizuia nisisome Biblia. Kwa nini ninazuiliwa? Kuna kitu gani nikiomba kitatokea? Kwa nini ninapoangalia tamthilia sipati usingizi? Kwa nini nikisema niombe nachoka? Kuna nini nyuma ya maombi? Tafuta maswali na majibu utayapata. Haleluya. Haleluya. Maanake Zakayo alikuwa anatafuta kumuona Yesu, lakini ufupi ukawa tatizo. Soma. Yes. Narudia mstari wa 3. Ndio. Huyu alikuwa akimtafuta kumuona Yesu. Akiwa ni mtu wa namna gani? Ni mtu wa namna gani? Asiweze kwa sababu ya umati wa watu. Asiweze kwa sababu ni mfupi wa kimo. Maana ni mfupi wa kimo. Mstari wa 4. Mstari wa 4. Akatangulia mbio. Akasema akatangulia mbio. Akapanda juu ya mkuyu. Akapanda juu ya mkuyu. Apate kumuona. Mtapia Yesu makofi na vigelegele. Yes. Haleluya. Maana kitendo cha yeye kujijua kwamba mimi ni mfupi na huu ufupi wangu ndio unanisababisha nisimuone Yesu. Amen. Akajiuliza maswali, akapata jibu, akapata ufahamu. Nikipanda juu ya mti nitamuona huyu Bwana mkubwa.
Haleluya. Unaona watu atakuja kuipitia njia. Akasema kwa kuwa atakuja kupitia njia. Umeona watu wakuu walivyokuwa na mahesabu. Watu wakuu huwa hawazurulaki. Wakienda mahali wanajua naenda mahali fulani. Sio unakutana na mtu ndio unaenda wapi? Sijui hata napoenda bwana. Nikikuta tu nimetoka. Wewe unachanganyikiwa, wewe sio mtu mkuu. Mtu mkuu anajua nikitoka naenda wapi. Nikiamka nafanya nini? Nikienda kwa mimi nikimbie na nitakapowapita nitapanda juu ya mti. Piga mahesabu, tafakari mtu wa Mungu. Yes. Huyu mtu sifa yake ni mtu mkubwa. Maanake mtu mkubwa anaheshimika kwenye ule mji. Ni mtu tajiri, lakini angalia na ukubwa na utajiri alionao. Alitoka mbio katikati ya makutano ya watu. Anakimbia. Zakayo huyo Zakayo anakuwa kichaa. Tajiri mkubwa namna hii anakimbia amekuwa kichaa. Mtazameni bwana ule Zakayo. Zile fedha zetu zimemweka kichaa. Angalieni anavyokimbia. Kumbe ndani ya moyo wake anajua anachokifanya. Acha wakudharau, lakini baadaye watakupa heshima kwa jina la Yesu. Acha wakudharau kwamba wewe ni mtu wa kanisani, lakini saa inakuja watasema ashukuriwe Mungu wako. Saa inakuja watasema hakika yuko Bwana. Saa inakuja watasema hivi kweli ni yule. Tuliokuwa tunamwambia amechanganyikiwa. Kama ni kuchanganyikiwa, acha uchanganyikiwe kwa ajili ya Mungu. Baadaye watasema wewe ni mbarikiwa. Akatoka mbio na spidi na heshima aliyokuwa nayo utajiri. Unajua utajiri, huyu jamaa alikuwa na magari, lakini aliacha gari pembeni akakimbia hivi wa mguu. Sababu ingekuwa ni gari isingesema akakimbia akawapita. Manake alikimbia wa mguu. Watu wanashangaa, Zakayo nini kimemkuta? Lakini anajua tatizo langu ni mfupi. Lazima nionyeshe bidii niweze kumuona Yesu. Malizia pale. Kama mahali pale alitazama juu, na wewe Yesu akatazame maisha yako siku ya leo. Akatazame watoto wako siku ya leo. Akatazame chochote unachokifanya. Angalia imani inavyofanya mawasiliano na Mungu. Inavyoleta muunganiko na Mungu. Kwa unataka uniambie ni miti mingapi alipita huko njiani, kwa nini asitazame juu? Lakini imani ya Zakayo ikafanya muunganiko kati yake na Yesu. Na alipopita pale, Biblia haisemi makutano wakatazama. Nataka nikwambie, na wewe watu wakubwa wataitazama kazi yako. Watu wakubwa wataithamini kazi yako. Watu wakubwa watatazama kazi yako. Watu wakubwa watakutaja majina yako. Watu wakubwa watakukumbuke kwa jina la Yesu. Maana yake Biblia inasema makutano wakatazama juu. Bali Yesu ndio alimtazama juu. Akamwona nani? Zakayo. Na wewe jina lako ni maombi yangu, jina lako likatajwe na watu wakuu. Kazi yako ikakumbukwe na watu wakuu. Watu wakuu watakutazame wewe. Hautotazama na watu wa hali ya chini. Mungu atakukutanisha na watu wakuu atakaobadilisha hatima ya maisha yako. Yes. Haleluya. Yesu akamwambiaje? Akamwambia Zakayo, shuka upesi. Kwa kuwa leo imenipasa kushinda. Na mimi nakwambia utashuka leo upesi, kwa kuwa Yesu atatembea na wewe. Haleluya. Kama kuna mahali adui alikuweka, leo Yesu atakushusha na maisha yako yatabadilika kwa jina la Yesu. Amen. Kamwambia kushinda nyumbani kwako. Utashinda nyumbani kwako. Yes. Akafanya haraka, akashuka. Akamkaribisha kwa furaha. Yes. Ndio soma. Hata watu walipoona walinung'unika. Akasema hata watu walipoona. Yes, walinung'unika wote. Wakisema ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Ameingiaje kukaa na mtu mwenye dhambi? Unajua hata leo hii roho sipo ndani ya watu. Kuna watu wakikuona huko busy wananung'unika. Wakikuona umesimama na fulani tayari wanawaza mabaya. Wanaanza kusema mahali pale alitazama juu, na wewe Yesu akatazame maisha yako siku ya leo. Akatazame watoto wako siku ya leo. Akatazame chochote unachokifanya. Angalia imani inavyofanya mawasiliano na Mungu. Inavyoleta muunganiko na Mungu. Kwa unataka uniambie ni miti mingapi alipita huko njiani, kwa nini asitazame juu? Lakini imani ya Zakayo ikafanya muunganiko kati yake na Yesu. Na alipopita pale,
Biblia haisemi makutano wakatazama. Nataka nikwambie na wewe, watu wakubwa wataitazama kazi yako. Watu wakubwa wataithamini kazi yako. Watu wakubwa watatazama kazi yako. Watu wakubwa watakutaja majina yako. Watu wakubwa watakukumbuke kwa jina la Yesu. Maana yake Biblia inasema makutano wakatazama juu, bali Yesu ndio alimtazama juu, akamwona nani? Zakayo. Na wewe, jina lako ni maombi yangu, jina lako likatajwe na watu wakuu. Kazi yako itakumbukwa na watu wakuu. Watu wakuu watakutazame wewe, hautotazama na watu wa hali ya chini. Mungu atakukutanisha na watu wakuu atakaobadilisha hatima ya maisha yako. Yes. Haleluya. Yesu akamwambiaje? Akamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda. Na mimi nakwambia utashuka leo upesi, kwa kuwa Yesu atatembea na wewe. Haleluya. Kama kuna mahali adui alikuweka, leo Yesu atakushusha na maisha yako yatabadilika kwa jina la Yesu. Amen. Kamwambia kushinda nyumbani kwako. Utashinda nyumbani kwako. Yes. Akafanya haraka, akashuka. Akamkaribisha kwa furaha. Yes. Ndio soma. Hata watu walipoona walinung'unika. Akasema hata watu walipoona. Yes, walinung'unika wote. Wakisema ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Ameingiaje kukaa na mtu mwenye dhambi? Unajua hata leo hii roho sipo ndani ya watu. Kuna watu wakikuona huko busy wananung'unika. Wakikuona umesimama na fulani tayari wanawaza mabaya. Wanaanza kusema, mwambie Bwana tazama. Bwana nusu ya mali yangu. Akasema hata nusu ya mali yangu. Yes, nawapa maskini. Ninawapa maskini. Na ikiwa kinyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara 4. Haya, mchapie Yesu makofi na vigelegele. Haleluya. Umeona, baada ya Yesu kuingia tu kwa Zakayo, tayari kuna watu maisha yao yalibadilika. Sio Zakayo tu, kuna watu maisha yao yalibadilika. Maanake kama Zakayo alisema hata nusu ya mali yangu nitawagawia maskini, na ikiwa kuna mtu nilimnyang'anya kitu kwa ila nitafanyaje? Nitamrudishia. Maanake kuna watu maisha yao yalibadilika kwa ajili ya Zakayo. Na mimi nakuombea, kuna watu watabadilika kupitia wewe. Kuna watu wataishi maisha mazuri kupitia wewe. Kuna watu utawaombea na watafanikiwa. Kuna watu utawatamkia na wataacha tabia mbaya. Kuna watu utawaelekeza na Mungu atawainua. Amen. Akasema hata mali yangu nitawapa. Watu maisha yao yakabadilika kupitia nini? Na wewe, familia yenu itabadilika kupitia wewe. Kwa sababu umempokea Yesu ndani yako. Wewe ndio utapeleka majibu kwenye hiyo familia. Utapeleka majibu kwa watu. Utapeleka uponyaji kwa watu. Utapeleka habari njema katikati ya watu. Yes. Akasema nitawapa. Na Yesu aliposikia vile akasema, Yesu akamwambia leo wokovu umefika. Yaani baada ya Zakayo tu kutoa, Yesu akasema sasa Zakayo, umefanya kitu kizuri. Leo wokovu umefika wapi? Oh yes, nyumbani kwako. Haleluya. Tabiri Yesu makofi na vigelegele. Angalia, sadaka ni kitu cha muhimu sana. Sadaka ni kitu kinachogusa Mungu moja kwa moja. Jiulize stori zote hizo ambazo Yesu alizokuwa anaongea na Zakayo, lakini hajasema wokovu umefika wapi? Nyumbani. Zakayo kitendo cha yeye kutoa, Yesu akamwambia wokovu umefika wapi? Nyumbani. Sadaka ina nguvu ya kumfanya Mungu atende kwa haraka. Sadaka ina nguvu ya kumfanya Mungu afanye kitu kwa urahisi. Haleluya. Naongea na watu wakuu. Amen. Wachapie Yesu makofi na vigelegele. Tusimame juu. Twende tukaombe. Kila mtu aombe. Uisemeshe roho ya ukuu. Wewe sio mtu dhaifu. Wewe sio maskini. Achia. Pepo mliomweka sura yake. Pepo mliomaanisha sura ya mzee. Achia ujana wake. Achia ujana Yesu. Toka nguvu. Imemfaa. Toka nguvu. Toka tia nyota. Achia. Kama navua Yohana
kuachia sura yake kwa jina la Yesu. Baba, natamka uzima.